Mkakati wa KKK kusoma, kuandika na kuhesabu, mkakati ambao uko chini ya Wizara ya Elimu hapa nchini, ni mkakati ambao una manufaa makubwa sana. Sasa hivi tutakuangazia kuhusu utekelezaji wa mkakati huu, tukiwa naye hapa studioni mtaalamu wa elimu ya awali na KKK kutoka ofisi ya Kamishna wa Elimu, Idara ya Elimu ya Msingi, Wizara ya Elimu, Dr. Richard Michael Chiligati. Karibu sana Dr. Chiligati. Asante sana. Mkakati wa kisayansi wa KKK. Ndio. Hii sayansi imetoka wapi hapa kwenye kusoma, kuandika na kuhesabu? Kwa nini mkakati wa kisayansi? Ni mkakati wa kisayansi kwa sababu mkakati ule umeandaliwa kwa kuzingatia tafiti na tathmini na takwimu za kisayansi. Sawa. Na ndio maana unaitwa mkakati wa kisayansi. Kimsingi wenyewe hauingii maabara kama watu walivyozoea. Yaani sio kwamba tunamchukua mtoto tunampeleka maabara. Badala yake jinsi ulivyoandaliwa umeandaliwa katika muktadha kwamba tafiti mbalimbali zimefanyika na takwimu zinaonyesha kwamba endapo tutatekelezwa kama vile ulivyoandaliwa, mwisho wa siku utakuwa ni wa kisayansi. Lakini labda nielezee kwa nini kisayansi? Sawa. Ni kisayansi kwa sababu mbalimbali. Kwa sababu mkakati huu umeandaliwa kwa ujumla wake, unajumuisha vitu vingi sana humo ndani. Mojawapo ni matumizi ya takwimu na tafiti mbalimbali katika kuboresha afua stahiki. Lakini pia katika ujifunzaji wa mtoto unaonesha kwamba katika stage za awali, ninaposema stage za awali naongelea mwaka 0 hadi miaka 8. Ni kipindi ambacho ubongo wa mtoto unakuwa kwa kiasi kikubwa sana. Wataalamu na tafiti zinaonyesha ubongo wa mtoto unakuwa kwa 90% ya ubongo wake wa jumla, yani ubongo wa mtu mzima. Na kwa muktadha huo, kipindi hicho ambacho mtoto anajifunza kwa 1% kubwa, na ujifunzaji wake umejikita katika nyanja mbalimbali. Mojawapo kwa kuhisi, kwa kusikiliza, kuchangamana na jamii inayomzunguka, lakini kwa kutenda. Endapo mtoto atakuwa exposed, atachangamana na jamii, atajifunza mambo mengi sana. Na pia tafiti hizo fanywa pia zimeonyesha, kwa mfano mtu mmoja ambaye ni maarufu sana anaitwa Heckman. Tafiti yake aliyofanya mwaka 2006 ameonyesha kwamba tabia ambazo tunaziona huku juu katika umri wa utu uzima ni kiashiria, ni matokeo ambayo yanatokana na ujifunzaji au makuzi yaliyofanyika katika ngazi ya awali. Kwa mfano, tunapoona leo mtu labda ni mwizi, anakuwa na tabia mbaya, ni kiashiria cha kule nyuma. Japo inawezekana hapa katikati kuna mambo mengine yamechangia, lakini 1% kubwa yamejengwa katika ngazi ya awali. Mtu anapokuwa na ufanisi, kwa maana ni mtu mzuri, jamii anaishi vizuri na jamii, anachangamana, ana maadili, ana utu na busara, yote hayo yamejengwa katika ngazi ya awali, kwa sababu ni kipindi ambacho anachangamana sana. Lakini pia katika ule mkakati tumeainisha bayana kwamba kuna mbinu ambazo kwa namna moja au nyingine zimependekezwa ambazo ni za kisayansi. Kwa mfano, tafiti zinaonyesha ili mtoto aweze kujifunza vizuri, tusimfundishe kwa kuangalia madarasa anayovuka kutoka ngazi moja kwenda nyingine, ila tumfundishe kulingana na uwezo wake wa kujifunza. Kwa Kiingereza wanaita teaching at the right level. Okay. Kwa maana kwamba tumfundishe kulingana na uwezo wake. Hata kama yuko darasa la kwanza, kama uwezo wake ni wa awali, tumrudishe awali. Kwa maana tumfundishe zile stadi za msingi za awali. Kama amefika darasa la pili lakini uwezo wake bado ni wa awali au darasa la kwanza, vivyo hivyo tumsaidie. Lakini sio hilo tu, kuna mbinu nyingine kama za michezo. Mbinu ya michezo ni moja ya mbinu muhimu sana katika ngazi ya awali. Kwa sababu michezo ile inamsaidia kutenda, kushirikiana, kuwasiliana na pia kuchangamana na jamii. Sasa endapo kama walimu, wazazi watashirikiana kwa pamoja kuweza kumsaidia huyu mtoto aweze kujifunza katika ngazi hizo kwa njia ya michezo, mwisho wa siku atajifunza vizuri. Lakini njia nyingine kama hadithi. Hadithi pia ni miongoni, japo inaonekana labda hadithi sio sana, lakini wataalamu na tafiti zinaonyesha endapo kama mtoto atafundishwa vizuri, atasimuliwa hadithi aidha na mzazi au jamii au kaka zake au ndugu zake wala wajirani,
ataweza kujifunza maneno kwa maana ya matamshi ya maneno mbalimbali, ataweza kujifunza hesabu ndogo ndogo ambazo zinapatikana mazingira nyumbani na shuleni, ataweza kujifunza kuchangamana, ushirikiano na mawasiliano. Na ndio maana tunaita dhana ya kisayansi au mpango mkakati wa kisayansi. Okay. Bila shaka ulivyotufahamisha kuhusu huu mkakati kuwa ni wa kisayansi, ndio ndani yake pia umetupa njia za utekelezaji wa mkakati huo. Ndio. Mkitumia hadithi, michezo na vinginevyo. Ndio. Sasa huu mkakati ndio unawahusu watoto wa level gani hasa? Okay. Wapi mpaka wapi ndipo mkakati huu unawahusu? Asante sana mwandishi wa habari. Kimsingi mkakati huu unawahusu watoto wa elimu ya awali na wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili. Na kwa nini level hiyo? Mwandaji wa mkakati huu ni maono ya Mheshimiwa Rais ambayo aliyaona toka mwanzo alipokuwa anazindua kampeni tarehe 28 mwezi wa 8. Lakini akaonesha msisitizo kwa kuongelea tena kuhusu uwepo wa mkakati tarehe 14 mwezi wa 11 alipokuwa anazindua bunge la 13 pale Dodoma. Alisema ndani ya siku 100 anatarajia kuandaa mpango mkakati wa kisayansi ambao utatumika au utahusika katika utekelezaji na kuondoa tatizo au shida ya watoto kutokujua kusoma, kuandika na kuhesabu. Kwa hiyo kama wizara mama ya utekelezaji, maana yake sisi tunatekeleza yale maono na mapendekezo na azma ya Mheshimiwa Rais. Okay. Na mpaka sasa mpango huo mkakati wa kuhakikisha ufanisi ndio umefikia wapi? Okay, asante sana. Hivi ninavyoongea tayari utekelezaji umeshaanza. Umeanza kivipi? Baada ya uzinduzi tu tarehe 29 mwezi wa kwanza 2026, sisi kama wizara, kwa maana wizara mama, wizara ya elimu, sayansi na teknolojia, ikishirikiana na wizara za sekta, kwa mfano kama ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, wametumesha kazi zaidi ya mara 2 kujadiliana kwa pamoja na kuweka mikakati namna kutekeleza. Na baadhi ya mambo ambayo tumekubaliana ni kuandaa kikao kazi cha kuita wadau kuchambua vipaumbele vya utekelezaji, kwamba kwa ndani kuna nini, ili mwisho wa siku tuandae miongozo itakayotusaidia kwa ajili ya kuanza kutekeleza. Na hivi ninavyoongea tupo kwenye mchakato huo na hivi punde tutaanza utekelezaji. Okay. Ndio. Vikao vya kisekta mnasema tayari mpaka sasa vimekaliwa na wataja wadau pia. Mikakati hii inakwenda kuwanufaisha moja kwa moja vijana wetu kule shuleni kuanzia elimu ya awali na msingi kwa ujumla. Ndio. Tayari hivi tunavyozungumza kuandika, kusoma na kuhesabu. Kwa elimu hiyo ya kisayansi mikakati yake yani tayari shaanza kufanyiwa kazi. Ndio. Watoto wanafundishwa kwa misingi na mikakati hiyo. Ndio. Sawa. Na uwepo wa mkakati huu kuanza kutumika shuleni ndipo ambapo kumepelekea uwepo wa mtihani wa watoto wa darasa la pili. Asante. Kimsingi mtihani wa darasa la pili ulikuwepo hata kabla ya mkakati huu. Okay. Kwa kinachofanyika kwa sasa baada ya tathmini zilizofanyika, na tathmini hizi zimefanyika na Baraza la Mitihani la Tanzania kwa njia ya sampling, kwa maana ya kufanya sample kwa baadhi ya maeneo na baadhi ya shule, wakabaini kwamba changamoto ni kubwa, kwa sababu sample hii imefanyika Tanzania nzima. Wakabaini changamoto kubwa sana ipo hasa katika stadi za kuhesabu na stadi za kuandika. Kusoma walau kuneta haueni, kwa maana kwamba kadri miaka inavyozidi kwenda, japo kuwa upande mmoja stadi za kuhesabu nazo japokuwa zina changamoto, lakini bado utekelezaji wake walau unaonyesha mafanikio chanya, lakini tafiti na data takwimu zinaonyesha changamoto kubwa sana ipo upande wa stadi ya kuhesabu na stadi ya kuandika. Sasa hii ni kwa upande wa wanafunzi. Sasa ndio mkakati una mgusa vipi mwalimu ambaye yeye ndo anatakiwa kwenda kutoa elimu hiyo kwa wanafunzi? Tayari mmetoa
labda mafunzo ya kutosha huko kwa walimu? Asante. Kimsingi ninavyoongea, mwalimu ndio kiini cha ujifunzaji, kwa maana kwamba endapo yeye ataandaliwa vizuri, ni wazi kwamba hata huyu mtoto atafundishwa vizuri. Mkakati haukumwacha nyuma, umemwangalia katika jicho la pekee, na mwalimu huyu ameshaandaliwa michakato mbalimbali. Nikisema mchakato, maana yake ndani yake kuna mafunzo, na mafunzo ya aina mbalimbali. Vipengele viko vingi. Kwanza, namna kumfundisha mtoto wa awali, nikiwa naongelea mbinu za kufundisha na mbinu za kisayansi. Lakini la pili, namna ya kutumia zana zinazopatikana katika mazingira yale yanapoishi mwalimu na mtoto, kwa maana ya mwanafunzi, ili waweze kuzitumia zile katika kujifunza. Assumption, nadharia iliyopo ni kwamba baada ya mtoto kujifunza katika mazingira ya shule, tunategemea stadi ile au zana zile alizotumia kazitumie pia mazingira ya nyumbani. Kwa hiyo tunaangalia namna ya kumwezesha mwalimu ili awe na hizo stadi za kumtengenezea mazingira wezeshi mwanafunzi au mtoto ili aweze kujifunza vizuri. Lakini kuna mambo mengine mengi, masuala ya tathmini na ufuatiliaji pia ni baadhi ya mambo. Lakini pia changamoto nyingine ambayo inaonekana ni kipindi mpito. Tafiti zinaonyesha kwamba kipindi mpito ni moja ya changamoto kubwa sana ambayo zinazuia ujifunzaji wa wanafunzi. Kipindi mpito ni kipindi kipi? Asante sana. Ninaposema kipindi mpito, ni kile kipindi ambacho mtoto anatoka mazingira ya nyumbani anakuja mazingira ya shuleni. Ni kipindi ambacho mtoto anaachana na jamii, familia ya nyumbani, anaungana na familia au jamii ya shule. Kipindi hicho mtoto inamwea mgumu sana kwa sababu ya umri wake na hali alionayo ya kuchangamana kuja kujifunza au kuja kuanza kukabiliana na hali mazingira mapya ya shule na ujifunzaji. Kumbe tafiti zinaonyesha mwalimu asipojengewa uwezo wa kumchukua huyu mwanamtoto kutoka mazingira ya nyumbani. Ninaposema kumjengea uwezo katika nini? Upendo, kuthamini, kumjali mtoto na kumchukulia kama ni mzazi. Mzazi, ili malezi na makuzi alikuwa anapata mtoto mazingira ya nyumbani ayaone pia na shuleni. Vivyo hivyo kuna kipindi mpito kinachotoka elimu ya awali kwenda elimu ya darasa la kwanza. Kipindi hiki tunasema ni kimpito kwa sababu madarasa ya awali kwa mfumo wake mara nyingi ni madarasa ambayo yanaongea. Upendo wa mtoto na mwalimu ni mkubwa. Unaona? Na uzoefu unaonyesha kwamba mtoto anapokuja darasa la kwanza kuna gap. Ni kama huku ametoka sehemu salama anakuja kwenye mazingira ambayo sio salama. Naongelea hivyo kwa mantiki kwamba kule amekuwa akipendwa, akijaliwa, akichukuliwa kama mtoto wa mwalimu na mambo kama haya. Anapokuja huku sana sana taratibu, kanuni na sheria ndio zinazotufanya kazi. Kwa maana umechelewa kiboko, ile hali ya kujali mwanafunzi mmoja mmoja na kwa ndogo. Kwa ndio maana tunaita kipindi mpito. Vivyo hivyo anavyoingia darasa la pili na anapotoka darasa la pili kwenda darasa la tatu, chote hicho ni kipindi mpito. Kuna mambo mengi ambayo yanaenda yanabadilika kila anapotoka ngazi moja ya elimu kwenda ngazi nyingine. Hali hiyo pia umegusia vizuri kwamba kipindi mpito ni ameshaacha mazingira ya nyumbani. Ndio. Lakini mkakati huu hauhusu wazazi na walezi, ikiwa ni sehemu ya wadau ambao wanatakiwa pia kushiriki. Na mnawagusa vipi hawa ili wao wawe sehemu ya kumsaidia huyu mtoto kutekeleza mkakati huu wa kisayansi? Asante sana. Mkakati umebainisha bayana kwamba moja ya vipengele ambavyo vitawekwa kipaumbele ni ushirikishaji wa wadau. Na moja wa mdau msingi katika utekelezaji ni mzazi. Kwa maana ya mzazi, mlezi au jamii. Jamii inahusika vipi? Au mzazi anahusika vipi? Mzazi anahusika katika mazingira tofauti tofauti. Kwa mfano, kumwandaa mtoto kwa ajili ya shule, kumsaidia, kumsimamia zile kazi ndogo ndogo ambazo mtoto anapewa kutoka shuleni, kumsisitiza, kumlea, kumjenga na kumtengenezea mazingira ya mtoto kuchangamana na mambo ambayo yatamuongezea either stadi ya kusoma, kuhesabu au kuandika. Nikisema mambo hayo maana yake ni mazingira. Kwa mfano, muda mwingi kumsimulia hadithi. Anapomsimulia hadithi mtoto, maana yake mtoto anajifunza matamshi, anajifunza maneno mbalimbali ya vitu. Kwa mfano, aina za matunda, wanyama na kadhalika.
Okay. Vipi mkakati huu wa kisayansi sasa unapokwenda kuwa mwarobaini wa somo la hesabu ambalo pia lipo kwenye kuhesabu ndani ya KK? Mkakati umekuja na mambo mengi sana ya utekelezaji, hasa katika kipengele cha hesabu. Hivi ninavyoongea kuna baadhi ya wadau wameanza kutekeleza kipengele hicho cha hesabu. Na hasa ninavyoongea watu wa Children in Crossfire kama mmoja wapo wa mdau. Yeye ameanza kutekeleza maeneo ya Kondoa. Ninaposema Kondoa maana yake ni Kondoa DC na Kondoa TC. Hizo halmashauri mbili. Upande wake yeye ameshaanza kutekeleza kwa kuandaa mambo mengi. Kwa mfano ninavyoongea ameandaa andiko. Ndani mle ndani amejaribu kuchakata mambo mbalimbali, njia mbalimbali ambazo zitamsaidia mwalimu kuweza kutekeleza, ikiwemo swala la maandalizi ya ufundishaji, swala la andalio, swala la mbinu, swala la mchakato mzima wa kufundisha na ujifunzaji. Kwa sababu inaonyesha kwamba walimu wengi walikuwa wanashindwa kufundisha somo hilo kwa sababu kwanza kukosa maarifa. Okay. Lakini la pili walikuwa hawajui namna ya kufundisha madarasa yenye wanafunzi wengi. Mkakati umeainisha bayana, lakini pia kama sehemu ya utekelezaji watu wa Children Crossfire wameanza kutekeleza Kondoa TC na Kondoa DC. Sasa Dokta, kwa kumalizia, tumeona changamoto zilizopelekea mpaka mje na mkakati huu. Ndio. Sasa mmejipanga vyema kutekeleza. Ndio. Mnataraji nini baada ya kutekeleza mkakati huu kwa asilimia ambazo mmejiwekea? Mnatarajia nini huko mbele? Asante. Matarajio ya wizara ambayo naamini pia ni matarajio ya rais mpaka akaja na mkakati huu, kwamba ndani ya hii miaka 5, kwa sababu utekelezaji wake ni kuanzia mwaka 2000 kwa maana 2026 hadi 2031. Ndani ya hii miaka 5 watoto wote wa Kitanzania wanaohitimu kwanza wanapofika darasa la 3 wao wana uwezo wa kusoma, kuhesabu na kuandika bila shida. Ndio matarajio. Na hilo litafikiwa tu endapo matarajio na kanuni na ule mkakati utatekelezwa kwa mujibu wa jinsi ulivyopangwa. Naamini inawezekana na hayo yote yanawezekana kutekelezeka. Sawa. Kuna ambacho hujapata kukizungumza, tamani kukizungumza? Labda ni kama take home message. Okay. Ni swala msisitizo tu kwamba katika utekelezaji wa mkakati huu au tuseme katika makuzi kwa ujumla ya mtoto, jamii ni vema ikaelewa kwamba bila kuwekeza katika level ya chini, kwa maana awali, darasa la kwanza na la pili, inaweza kawa ni changamoto sana kumtoa Mtanzania aliyeelimika na kustaarabika. Kwa hiyo ni vema sisi kama jamii na serikali tukawekeza ngazi ya chini hapa ili tuweze kumkuza mtoto kijamii, kimaadili na kitaaluma. Naongea hilo kwa sababu kuna swala la social emotion learning, masuala ya ujifunzaji kihisia na kijamii limesaulika sana. Tunadhani mara nyingi taaluma pekee inatosha. Kumbe tunasahau masuala ya kijamii na kihisia ambayo mtoto inabidi apate katika ngazi ya awali, ambayo kimsingi ndio anamjengea kuwa binadamu halisi na aliyestaarabika huko juu. Asante sana. Sawa, tunakushukuru sana Dokta. Hakika umetuelimisha vyema sisi pamoja na jamii. Tumezungumza hapa kuhusu mkakati wa kisayansi wa KKK, kusoma, kuandika na kuhesabu, hasa tukigusa manufaa yake na utekelezaji wake ambao tayari umekwisha anza katika shule zetu hapa nchini. Tumekuwa naye Dr. Richard Chiligati. Karibu kwa wakati mwingine. Asante sana. Huyu ni mtaalamu wa elimu ya awali na KKK kutoka ofisi ya kamishna wa elimu, idara ya elimu ya msingi, Wizara ya Elimu.